mtu simkumbuki ni nani, ila kuna mtu aliuliza swali akasema mbona mambo haya yapo kwetu na wachungaji hawasemi. Alafu jibu tu likawa rahisi, waenende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa wasemi sawa sawa na neno hilo, haijalishi ni nani, hakuna asubuhi. Ngoja ni mkoti Mwasomola. Aliwahi kusema maneno haya machache. Alisema ya kwamba wachungaji watagawanyika makundi mawili mpaka Yesu anakuja, kwa ndani ya kanisa la Wasabato. Kwa sababu kuna wachungaji wanaomtumikia shetani na kuna wachungaji wanaomtumikia Mungu, ila wote wako ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa kuna vitu hawatakubaliana mpaka Yesu anakuja. Sasa wakati ule tunasoma tukaangalia mpira, wale ambao wanakumbuka kidogo sana. Alafu tukaangalia watengenezaji wa tamthilia wakubwa Hollywood. Huu mwezi nilijaribu kununua kitabu online ili nisome. Kinaitwa Jesuit Theater of Control, Manipulating Faith, Politics and Perception. Bado hakijafika na nategemea Amazon wataniletea kitabu changu ili nisome. Kimeandikwa na mchungaji anaitwa Cherry Armstrong Adams. Huyu ni mchungaji wa kanisa la Adventista wa Sabato. Mwandishi wa vitabu vingi vingi. Lakini kwenye hiki kitabu kizuri alichokuwa kiandika namna Jesuits wanavyo control ulimwengu wa imani, siasa na mtazamo. Akaandika maneno haya kwa Kiswahili, nitasoma. Hollywood kama mimbali ya kisasa ya Jesuit. Jinsi Jesuit ilivyowafunza watengenezaji wa filamu. Mfano wa wale ambao wamejitangaza kabisa walifundishwa duniani, Arnold Schwarzenegger na Rambo. Na waandishi kwa njia ya hila. Kwa mfano mwandishi aliyefundisha na Jesuit ni mwandishi aliyetengeneza movie ya Yesu the Passion, ambaye yeye ni mwanafunzi mzuri wa Jesuit. Ndio maana Yesu anaelezewa kwenye movie ya The Passion sio Mungu wa mbinguni, ila ni Yesu upande wa pili, sio Yesu wa mbinguni, Yesu kwenye Biblia hapana. Ni mchungaji muovu. Alafu waandishi kwa njia ya hila wanavyokuza haki ya kijamii, umoja wa imani mbalimbali dhidi ya njia ya jadi ya kuhubiri injili, yani kupinga ile traditional gospel preaching, kuhubiri injili jinsi ilivyokuwa inakuwa. Sasa siku hii ya leo kuna jambo ambalo tutaenda kulidiscuss kidogo kwa muda wetu ambao tunao. Katika jambo hili ambalo tutakwenda kujifunza ni hili lifuatalo. Nitavuta akili zetu mpaka wakati wa ufalme wa Israeli. Baada ya mfalme aliyetawala kabila 10 kufariki, ambaye alikuwa anaitwa Daudi. Daudi alipofariki zikagawanyika kabila 12, zikapatikana ufalme wa Yuda na ufalme wa Israeli. Mmoja makao makuu ya Yerusalemu, mmoja makao makuu yalikuwa Samaria. Ndipo hapo likapatikana taifa la Israeli chini ya mfalme wa kwanza aliyekuwa anaitwa Yeroboamu. Alafu unakuwa kuna taifa la pili lilikuwa lina mfalme chini ya mfalme aliyekuwa anaitwa Rehoboamu, ambaye alikuwa mtoto wa Suleimani, Rehoboamu. Sasa Rehoboamu anatawala kabila zake 2 na Yeroboamu anatawala kabila 10, na Biblia inasema wafalme hawa hawakupatana siku zote za maisha yao, vilikuwa vita. Walikuwa wanapigana wao kwa wao, kila mmoja akipigana akihisi yumkini mwenzake anaweza akamoverpower. Sasa mfalme Yeroboamu korofi akaamua kutengeneza ibada inayofanana na ibada inayofanyika Yerusalemu. Akasema ili hawa watu wasije wakafunga safari wakaenda Yerusalemu, alafu akakubaliana na watu wa Yerusalemu wakanigeuka mimi, kwa hiyo nitatengeneza ibada kama yao. Ndio wakatengeneza wale ndama wawili, mmoja akawekwa Betheli, mmoja akawekwa Dani. Alafu Mungu akamtuma nabii aende akamwambie mfalme, ulichofanya ni kibaya. Akaambiwa njia utakayoenda usirudie hiyo njia, upite nyingine. Yule nabii akakutana na nabii mzee. Alafu nabii mzee akamwambia na mimi nabii wa Mungu, naomba urudi. Akarudi akala. Alivyomaliza kula, roho ya Bwana akamuingia nabii wa shetani. Alafu nabii wa shetani akamwambia umefanya kinyume na Bwana alichosema, kwa sababu hiyo utauawa na simba atakula mzoga wako na hautazikwa. Na ikatokea vile vile kama nabii alivyokuwa amefanya. Tunajifunza nini? Roho wa Mungu anaweza kumtumia kila mtu, lakini roho wa Mungu hakai kwa kila mtu. Anaweza akakutumia hata kama mtu akiwa muovu kiasi gani, roho wa Mungu anaweza akamtumia kukamilisha kusudi lake, lakini hakai kwa kila mtu. Kazi yake ikiwa imemalizika naenda. Sasa Rehoboamu akatengeneza ibada inayofanana na ibada ya iliyokuwa inafanyika kule kwa mfalme Rehoboamu. Yeroboamu akatengeneza ibada sawa na mfalme Rehoboamu. Sasa ibada hiyo ikajulikana kama ibada ya sanamu. Kwa alikopi mwezi, alikopi siku,
akakopi namna ambavyo itakuwa inafanyika, tamaduni zote akachukua sawa na zile akaziweka, akasema watu hawa waabudu hapa itakuwa sawa, lakini haikufanikiwa. Ilipomalizika hapo, utawala ule ukaenda ukaisha. Baadaye wakaja wafalme wote wa Israeli waliofuata, hakuna aliyemcha Mungu hata mmoja, wote wakaenda mpaka ilipofika mwaka 721 wakapelekwa utumwani, wakasambaa mpaka leo hawajai kukusanyika. Wakabaki Yuda wakachukuliwa wakaenda utumwani Babeli. Wakati wa Daniel wakaenda utumwani Babeli. Na walipofika pale utumwani Babeli, kila mmoja ilibidi apitie akinywe kikombe cha majaribu kinachotofautiana. Daniel alikuwa na jaribu lake special tofauti na wale wenzake, kwa sababu Daniel uwezo wake ulikuwa mkubwa kuliko wenzake pia. Sasa Daniel siku hiyo hakuwapo. Biblia wala roho ya unabii sijasoma popote iliposema alikuwa wapi, ila hakuwapo. Nebukadreza aliposhauriwa na viongozi wake atengeneze sanamu ya dhahabu kubwa, alafu akaisimamisha katika uwanda wa Dura, alafu akaita viongozi wa kiserikali waungane na viongozi wa kidini ili waweze kufanya sherehe ya pamoja. Walipoungana wale viongozi wa kiserikali na viongozi wa kidini, wakasimamisha sanamu ya Nebukadreza. Alafu amri ikatolewa ya kwamba mtu yoyote asiyoisujudia hiyo sanamu ni lazima atauawa, atachomwa kwenye moto wa tanuru. Alafu kabla ya tukio la sanamu kuweza kuiabudu sanamu, kuna kitu kilifanyika hapa nyuma. Yule mpiga mbio akapiga mbio akasema, mtakaposikia sauti za muziki. Habari zenu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa somo letu leo linaongelea hapo. Pati ya kwanza tulijifunzaga zamani, ile sanamu iliyosimamishwa ilikuwa inawakilisha namba 666. Ile dhiraa. Sasa leo tuangalie pati ya pili ambayo tutaenda kuangalia kwa sehemu tu, sio kwa ndani sana. Alafu ukimaliza hivyo, Yohana akiongelea Babeli ya wakati wa mwisho. Babeli ya wakati wa mwisho, Yohana yeye anaandika, anasema maneno yafuatayo. Naye Ufunuo 13 fungu la 14 na 15, naye yani yule mnyama wa pili awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama wa kwanza, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama wa kwanza aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Sasa sitaongelea in detail kila kitu, lakini natamani kueleza ni kwamba kabla ya kitu hiki, kabla ya kuisujudia sanamu ya mnyama, kuna tukio litakalotukia naloamini kama Daniel sura ya 3. Kutakuwa kuna muziki, ambalo ndio changamoto inayolisumbua kanisa la Mungu leo. Ni muziki. Katika medicine tunajua ya kwamba muziki, katika matokeo ya muziki katika akili, katika mfumo wa fahamu, ni neurochemical effect. Muziki unaweza kuamsha mfumo wa furaha wa mwanadamu. Alafu zawadi ya ubongo unaweza kuamsha mfumo wa furaha, mfumo wa mwanadamu akipewa zawadi, au ukatoa kemikali kama vile dopamine na serotonin ambazo pia huhusishwa na furaha, raha au mshindo, Kiingereza kinaitwa orgasm. Kwa mwanadamu anapokuwa anapata furaha, anapata raha, anapata mshindo, ni inahusisha tu homoni mbili, ni kemikali mbili tu, ni dopamine na serotonin, ambazo mziki ukipigwa kwenye ubongo wa mwanadamu zinaanza kuzalishwa. Muziki huathiri ngono kupitia tempo na maudhui yake ya sauti. Huku muziki unaoenda kasi unasisimua ukiongeza nguvu, na muziki wa polepole unachochea ukaribu. Pop music, hip hop na R&B, ambazo ukichukua pop music, hip hop na R&B ukizijumuisha kwa pamoja ndio unapata muziki unaitwa bongo flava. Kwa bongo flava ni mchanganyiko wa pop music, hip hop na R&B. Huchaguliwa mara kwa mara kwa uwezo wao wa kuunda mazingira changamfu na ya kindani, huku maneno yanayochochea ngono yanaweza kuathiri tamaa na tabia ya ngono. Sasa muziki huo ambao unakuwa ukitumika sana leo duniani, kwa mfano katika nchi yetu Tanzania, muziki wa bongo flava ambao upo sana, miongoni mwa wasanii wakubwa waliowahi kutokea wa nchi hii wa kike ni msanii aliyekuwa anaitwa Vanessa Mdee.
Kwenye historia ya muziki wa Tanzania wanasema ni msanii wa kwanza kuingia kwenye ile MTV something like that. Msanii huyu akifanywa mahojiano katika kipindi cha Gospel Tracks cha Clouds FM alisema maneno yafuatayo: industry ya muziki inatumia maagano ya kishetani sana. Akamaliza. Alipomaliza hapo akamwomba msamaha babake mzazi, akaomba msamaha mamake mzazi, akaomba msamaha mashabiki wake wengi kwa kuwapelekea muziki wa kishetani. Hakuwahi kuongea tena mpaka leo. Huyo ni msanii wa zamani sana. Alafu kuna msanii Vanessa aliyokuwa anaimba. Vanessa Mdee alikuwa anaimba msanii wimbo gani? Muziki aliyokuwa anaimba ni Afro Pop ambao umetokana na bongo, ndio ni muunganiko wa R&B, hip hop na Afro Pop ambao ndio tunapata Bongo Flava style ambao origin yake ni Tanzania. Msanii wa pili ni mchumba wake wa zamani. Anaitwa Jux, ambaye mwaka huu June 11 mwaka huu akiwa aliandika kwenye ukurasa wake wa Instagram kwamba huku kwenye muziki kuna kila aina ya ushetani. Akamaliza. Hivi karibuni kuna msanii ambaye alikuwa ameathirika sana na madawa kulevya, baadaye akapona. Chidi Benz, yeye akaandika maneno yafuatayo: muziki wa dunia ni kazi ya shetani. Akaishia hapo. Akatokea kiongozi wa kidini ya Kikristo anaitwa IPM, Prophet IPM. Yeye anasema muziki ni wa Mungu, sio wa shetani, acha kujifanya ni wa kiroho sana. Sasa unapata maswali ya msingi: tumwamini anayejiita nabii au muamini wasanii wanaoimba? Hiyo kazi mtaamua wenyewe. Nikapenda hii comment. Hapa kulikuwa kuna prophet mwingine anaitwa Prophet Focus Chua. Yeye anasema anadanganya sana watu, alafu pia ana ibada ya kuchinja. Sasa anajiuliza ni mganga au ni mtumishi wa Mungu? Kukawa kuna jibu. Kwa hiyo ndio hali iliyopo. Na ukichukua hiyo muziki katika muktadha wake, hiyo R&B, hip hop, nimewahi kusikiliza reggae ya Kisabato, nimewahi kusikiliza rap ya Kisabato, na uzuri nimezisikiliza za hapa Mzizima. Kwa hata zinipi tabu. Kuna moja hivi ipo hip hop, ilipigwa ngoma fulani ya hip hop kabla kanisa halijagawanyika. Nayo ipo, siku nitawawekea muisikilize. Zipo nyingi tu za hawa vijana. Nikawa na maswali mengi lakini nikapata majibu haya. Selected message gombo la 3 ukurasa 334 paragraph ya 4 inasema muziki una asili ya mbinguni. Kuna nguvu kubwa katika muziki. Ni muziki kutoka kwa umati wa malaika ambao ulisisimua mioyo ya wachungaji kwenye tambalale ya Bethlehem na kuenea duniani kote wakati Yesu amezaliwa. Ni katika muziki ambapo sifa zetu huinuka kwa yeye ambaye ni kielelezo cha usafi na maelewano. Ni kwa muziki na nyimbo za ushindi kwamba waliokombolewa hatimaye wataingia kwenye thawabu ya kutokufa. Hiyo ndio selected message inavyoelezea. Lakini katika huu muziki ambao shetani aliumbiwa ndani yake, maana muziki ni karama mtu anayeumbiwa ndani, muziki hauji tu by default. Kama ukuumbiwa hiyo karama huwezi kuwa nayo kabisa. Ukiona mtu amejifunza muziki akiwa mkubwa akajua kuimba, alikuwa na karama ya kuimba, ila alikuwa hajui. Sasa amejua, imejulikana na karama, ameifanyia mazoezi, imefanya kazi. Ila wale ambao hawana, haiwezekani kabisa kuipata. Lakini ndio karama iliyotolewa kwa watu almost wote, wanaweza wakaimba. Sasa muziki, loving music, waandishi hawa dunia hii wanasema muziki ni lugha ya ulimwengu wote ambayo inavuka mipaka. Muziki inavuka migawanyo ya kijamii, tofauti za kitamaduni, hata wakati wenyewe. Muziki hutupatia ufikiaji wa mawazo ya wasanii ambao wamepita kwa muda mrefu, na pia unaweza kubadilisha jinsi tunavyoona wakati katika maisha yetu wenyewe. Akaandika akasema muziki hautusaidii tu kupata kumbukumbu zilizohifadhiwa, pia hutusaidia kuweka kumbukumbu mpya. Muziki, katika tuni za muziki iliyounganishwa na tukio maelezo, huunda aina ya wimbo ambao unapochezwa tena unaweza kuibua kumbukumbu. Ndio maana tamthilia zote duniani zinakuwa zina background ya muziki nyuma kwa baadhi ya vipande ili kuleta kumbukumbu vizuri. Muziki hausaidii tu kwa kumbukumbu, pia huathiri uwezo wetu wa kuzingatia. Siri, nilikapenda haya maneno, siri iko katika aina ya muziki na jinsi unavyotumika. Kiingereza kinasema the secret lies in the type of music and how we use it.
Kwa aina ya muziki na namna unavyotumika unaweza ukamshape mtu kwa namna ambavyo dunia inavyokuwa ikitaka. Sasa kwenye sayansi ya muziki wanasema muziki bora kwa ajili ya kuzingatia na kuweka focus imegawanywa katika makundi manne tu. Kundi la kwanza ni classical music ambayo inaongeza accuracy and speed. Kundi la pili ni nature sound, yani sauti ya asili. Watu wanaipata kwenye miti au maji ya bahari ambapo inakuwa ina soothing effect. Inasaidia watu kupata concentration na kureduce stress. Kwa Kiswahili chake niliandika athari ya kutuliza, kukuza umakini na kupunguza msongo. Alafu muziki wa tatu ni muziki uliotumika sana jeshini katika vita vya pili vya dunia kuwapunguzia wanajeshi msongo. Ambient and electronic music ambayo inachochea morali ya kufanya kazi. Muziki wa tatu ni binaural beats. Beat mbili zinaunganishwa pamoja ambazo beat hizi zinaweza zikasababisha zikachochea hali sawa ya akili. Sasa baadhi ya muziki ambayo ilikuwa inatumika katika wakati huo wa kale mfano ni ambient music ambao muziki huu ulitumika sana jeshini. Sauti ipo leo pale. Kwa hiyo ni muziki unaojirudia, ni hivyo tu. Ni beat. Walitumia sana wanajeshi wa kule, ulitumika sana jeshini. Alafu muziki wa pili ni binaural, unapenda kutumika sana na madaktari wa mfahamu kupima uwezo wa ubongo unavyokuwa ukifanya kazi. Ni aina hii ya muziki. Inakuwa aina fulani cool ambapo mwanadamu anaweza kuwa nayo. Nikapata swali la kuwauliza. Swali la kuwauliza. Wakati wa sherehe ya harusi, muda wa kula, wao unapigwa aina gani ya muziki? Kwa nini wasipige waliketi chini kwa furaha? Hatua moja, hatua mbili mbele alafu watu wanaenda kula. Watu wanakula. Au kishindo cha wakoma na watu wanakula. Kwa sababu kuna tune fulani ya brain, yani kuna kitu ambacho brain inahitaji ili iweze kufanya kazi vizuri. Ili iweze kuconcentrate. Sasa Satan is very clever. Kuna aina ya muziki. Hiyo ni ile ambient. Alafu ikaingia binaural. Alafu baadaye kuna kitu kitabadilika hapo mbele. Hamna maneno, hauwezi kusikia maneno. Brain yako tu hapo unavyoisikia unaona kuna kitu kimebadilika kwenye brain rhythm ya ubongo. Sasa in that context, katika context hiyo ndio unaona wale watu wanakuja kuimba hapa, wale waimbaji wao wanaimba hapa Jumamosi. Ikianza kupiga beat wanaanza tu kutikisa mwili. Yaani hajaanza hata kuimba maneno anatikisa mwili, ni kwa sababu kuna kitu kimezalishwa kwenye ubongo ambacho kinakuja. Daniel 3:5. Mkisikia sauti ya baragumu, firimbi, kinubi, hiyo ni Biblia habari njema inavyoandika. Mkisikia sauti ya baragumu, firimbi, kinubi, zeze, santuri, zomari na sauti za ala nyingine za muziki, lazima muiname chini na kuiabudu sanamu ya dhahabu aliyosimamisha mfalme Nebukadreza. Swahili Union Version yenyewe inaandika, yanasema wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha. Biblia fasiri ya neno inasema mara mtakaposikia sauti ya baragumu, firimbi, marimba, zeze, kinubi, zumari na aina zote za ala za uimbaji. Ninapenda hii fasiri, aina zote za ala za uimbaji, lazima msujudu na kuiabudu sanamu ya dhahabu ambayo mfalme Nebukadreza ameisimamisha. Utagundua hizo Biblia zilizofasiri baadhi ya maneno yanatofautiana. Mfano Biblia habari njema inatumia neno santuri, alafu inatumia neno baragumu. Swahili Union Version, Biblia tuliyokuwa nayo sisi hapo wengi, haina hilo neno baragumu, inapanda.
Lakini Biblia za Kiingereza Berean Standard Bible yenyewe inasema horn, flute, zither, lyre, harp, pipes and all kind of music. King James Version yenyewe inasema cornets, flutes, harps, sarcoth, some sarets, dulcimers and all kind of music. New King James Version yenyewe inasema horn, flute, harp, lyres, psalms and symphony. All this kind of music. Sasa aina hizo za muziki zimegawanyika kwenye makundi makubwa matatu. Kulikuwa kuna vyombo vya muziki vya kupuliza. Alafu kulikuwa kuna vyombo vya muziki vya nyuzi. Na kulikuwa kuna vyombo vya muziki vya kupakasi, yani vya kupiga, ambazo ndio zile ngoma. Ambao ndio vifaa vya muziki vinavyotumika leo duniani. Hakuna kifaa cha muziki kinachozidi hapo. Kinanda hicho ni kifaa cha string, ni string. Zile ngoma ni beat tu zilizowekwa humo ndani. Hamna ngoma humo kwenye kinanda. Kinanda ni nyuzi. Beat inakuwa installed. Lakini firimbi ni kama tunavyojua, sijui violin, celeste, zio baki vifaa vingi duniani ni vifaa vya muziki vya kamba, string instrument. Sasa mfano Kiswahili kinasema baragumu, ndio hiyo hornet, ndio ilikuwa ile pale picha yake hapo juu. Alafu sackbut kwa King James Version ndio hiyo. Sasa Kiswahili chake nilikosa. Ukiona sijaga Kiswahili jua nilikosa Kiswahili. Maana Kiswahili tu anatumia neno moja tu, tarumbeta au baragumu. Alafu vifaa vingine vingi ambao viko ndani yake vinakuwa ni namna hiyo hapo. Hivyo vyote ni vifaa vya kupuliza vinavyopatikana leo duniani. Alafu kuna vifaa vya nyuzi vya wakati huo. Kwa mfano kuna harp ambao leo kwa Kiswahili wanasema cherwa, ambao kuna psalms inapigwa sana kule jamii ya Wachina. Kuna lyre ambao wanapiga watu wa Asians. Alafu kuna dulcimer. Huku kwetu nyingi ya zipo. Kwetu sisi tunajua sana ni guitar na violin. Wachache vifaa vichache, kwa mfano ile bendi hapa Serena ndio ana hicho kifaa cha kwanza, harp, ambao ndio Kiswahili chake kinaweza ikasema kinubi. Sasa hii ndio hali iliyopo leo. Sasa katika hali kama hii, in that confusion kubwa sana, kanisa la Bwana limeingia kwenye mgogoro mkali. Na mgogoro ni huu. Wakati muziki unapokuja kufundishwa kwa aina zake, inakutana na walimu wa aina mbili. Kuna walimu ambao wanataka muziki kama mbingu inavyotaka, na kuna walimu wanavyotaka muziki kama akili yao inavyotaka. Hapo ndo namna mbili kuu zinavyokuwa zikitofautiana. Ndio tunapata maneno haya, wengine wanasema muziki ni wa kimtindo, na wengine wanakuambia hapana, muziki lazima uimbwe katika uzuri wa utakatifu. Hayo makundi mawili ukiwaweka hawawezi kuelewana kabisa. Sasa ndipo pale mwanzoni katika selected message tulisema ya kwamba muziki asili yake umeanzia mbinguni. Sasa swali la msingi ambalo leo nitaliachia hapo ni kwamba huu muziki ulipoanzia mbinguni ukashuka duniani, na duniani muziki unapatikana patakatifu katika ile hema ya patakatifu. Swali la leo ambao utaanza kujifunza wakati ujao kwa sehemu, muziki alipewa nani na alitakiwa kuendesha katika taratibu gani katika huduma ya patakatifu pale mbinguni? Jibu rahisi tu ni kwamba muziki walipewa wana wa Lawi. Hawa wana wa Lawi ambao walikuwa waimbaji walipaswa kuimba kwa namna gani kama Biblia inavyoelezea? Alafu hawa wana wa Lawi walipaswa kuimba kwa mtindo upi? Maana kuna mtindo ambao mbingu inahitaji. Ndio ile Ellen White anasema nilivyosikia muziki wa mbinguni nikaja kusikia muziki wa duniani. Muziki wa duniani ulikuwa kama takataka katika masikio yake. Alafu jambo la tatu ni athari gani ambazo muziki uliweza kuzileta toka zamani, ambapo ndio unakuta kuna mwanaume mmoja alikuwa anaitwa kipenzi cha Mungu, ila alivua nguo baada ya kusikia aina fulani ya muziki. Prophets and Kings inaandika maneno haya: kama katika siku za Shadrach, Meshach na Abednego. Ndio yale majaribu makubwa aliyolipata. Kama katika siku za Shadrach, Meshach na Abednego, Daniel hayupo. Vivyo hivyo katika kipindi cha mwisho cha historia ya dunia, Bwana atafanya kazi kwa nguvu kwa ajili ya wale wanaosimama kidete kwa ajili ya haki. Wale wanaoitetea haki, Bwana atasimama upande wao. Yeye aliyetembea na wastahili wa Kiebrania katika tanuru ya moto atakuwa pamoja na wafuasi wake popote pale walipo. Uwepo wake wa kudumu utafariji na kudumisha katikati ya wakati wa taabu.
dhiki ambayo haijapata kuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa, wateule wake watasimama bila kutikiswa. Shetani na majeshi yote ya uovu hawawezi kumwangamiza mtakatifu wa Mungu walio dhaifu zaidi. Ndio neno ambalo anaandika Biblia, inasema hata punje ndogo ya ngano haitaanguka wakati wa lile pepeto. Malaika walio na nguvu nyingi zaidi watalinda, na kwa niaba ya Yehova atajifunua kuwa Mungu wa miungu, awezaye kuokoa kikamili wale ambao wameweka tumaini lao kwake. Selected message, gombo la kwanza. Ellen White akielezea uzoefu wa mwaka 1901 katika kampu iliyofanyika pale Indiana Camp, ambapo kwa mara ya kwanza kabisa duniani Waadventista wa Sabato, kwa tangu waitwe jina Waadventista wa Sabato, walionekana wakiimba, wakicheza na mpaka watu wakipoteza fahamu. Kama miaka ile ambavyo muasi waliimba wakacheza mpaka rafiki yangu akaniambia wa Sabato anafanya sebene. Katika hali kama hiyo na kuzidi ilivyokuwa ikipata kanisa la Bwana, na walipopeleka taarifa, watu wa kwanza walikataliwa, hawakuaminiwa. Taarifa zilivyokuja mara ya pili, ikabidi watume wazee wawili wakaangalia lile jambo. Wazee wawili wakaenda kufanya uchunguzi kama Yoshua na Caleb, alafu wakarudisha taarifa. Taarifa ilivyorudi, Ellen White usiku akiwa amelala akapewa njozi ya kilichotokea Indiana Camp. Akiwa na ile njozi akasema, Bwana alinionyesha ya kwamba matukio yaliyotendeka Indiana, katika mkutano wa Indiana, watu wakiimba kwa sauti za juu, wakicheza mziki wa juu na ngoma, kiasi kwamba uwezo wa binadamu wa kufanya maamuzi ulikosekana, mambo hayo yatajirudia tena kabla ya kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Kwa tunapoelekea tu kufunga historia ya ulimwengu huu, tunapokaribia kufunga mlango wa rehema, mambo hayo yanaonekana leo. Ndio leo kuna R&B ya Kisabato, kuna rock ya Kisabato, kuna hip hop ya Kisabato, kuna jazz ya Kisabato, na kuna bongo flava za Kisabato. Nimeanza kuzisikia. Zote hizo zipo, na watu wanawalima makundi ambao wanawasupport kwa sababu hawaelewi nini cha kufanya. Na kanisa la Mungu linapowaita watu kila mahali kuwaita waje wajifunze, wengi hawataki kwenda. Na wanapojifunza wana maneno marahisi tu, wanasema mziki huo sio mzuri, ni mbaya, haupendezi katika masikio. Lakini kwa Bwana ana watu kama Shadrach, Meshach na Abednego ambao kamwe hawatapotea, bali watasimama imara kwa ajili ya kuitetea kweli. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukutane pati ya pili. Hii ni pati ya kwanza tu. Pati ya pili wakati mwingine, ambapo tutaanza kuangalia vitu vichache. Pati ya pili nitakuomba upitie kidogo huduma ya patakatifu, maana ideally tutaanzia hapo kwa wale watoto watatu wa Mzee Lawi ambao ni Merari na wenzake watatu. Alafu na tutaangalia pia kuhusiana na kwa nini badiliko lipo na hali gani ipo leo. Ndipo zile utaona aina fulani za muziki fulani zilizopo, na kwa nini kuna hiyo transition period iliyopo inayolisumbua kanisa leo. Bwana awabariki sana. Kuna mwenye swali? Maswali yako mengi sana. Mzee ana maswali mengi sana. Muda utoshi. Hiyo siku muda utatosha. Sasa maswali yote mpeni Jafe. Jafe wasiomjua Jafe yule pale nyuma. Nyie mpeni maswali. Maswali ukimpa Jafe atanifikia. Alafu baada ya hapo tutamaliza yote. Bwana awabariki sana. Tusimame tuombe. Mtakatifu Baba yetu mwema, Mungu ishiye juu mbinguni, tunakushukuru kwa vile ambavyo umekuwa nasi. Tumeweza kuangalia kwa ufupi sehemu hii ya kwanza, jambo linalosumbua kanisa, ambalo imani yangu ni kwamba ni matukio ambayo yanatuonyesha tuko mwishoni mwa kufunga historia ya dunia. Muziki utakuwa mtego utakaowasababisha Waadventista wa Sabato wengi
kuanguka. Kwa namna hiyo, kuna haja ya kujifunza kwa umakini sana. Maana pasipo kuelewa, wengi kama vile ambavyo katika kusanyiko la Nebukadreza walikuwepo Waebrania wengi sana, ila ni watatu tu ambao walisimama imara. Leo wengi wapo wakijiita kwa jina lako, lakini ni wachache tu ambao watasimama imara. Tusaidie sisi tukae miongoni mwa wale wachache watakao simama imara kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.